Wacha kulala na suruali. What? Wacha kulala na suruali. Style ya kunyoa pande hizi mara 3. Sio hapo ukitaka kuona huko unapiga selfie. Anyoa hata ya pande hizi. Can you go straight to the point? Bwana unataka nishike? Style ya kunyoa pande hizi mara 3. Unaweza nyoa na makasi. Unaweza tumia chile. Unaweza tumia chifu pia kama wamama waleza kuweka chifu maji. Kwa sababu chifu ni pesa. Paka. Toa moja moja. Usafi tunayo hatuna. Usafi tunayo hatuna. Wamama mkuwe wasafi. Hiyo kitu ikiwa chafu sana sana ikuwe na nywele refu. Ni kama inaweza shikwa mosodo moja. Tafadhali. Ukitoka hapa Nakuru chukua chilet, enda nyoa. Ikae smart. Na wamama tulikubaliana tufanye mazoezi. Sio haki ukijiangalia uone huko. Sio haki ukitaka kuona huko unapiga selfie. Ni haribu nisiharibu. Niendelee nisiendelee. Usafi ya mama ni ya maana kwa ndoa. Brush meno. Osha mwili jioni. Wacha kulala na suruali. Bas. Nimekwisha. Kuna nini tena? Kuna nini tena? Kuna nini? Umeharibu ama siharibu? Sasa unalala na nguo yote. Ndio mzee anakaa kama anakoreka. Toa bra. Toa marinda. Hata mzee anangoja itolewe kitabu imalize. Mzee ile kitu irudi tena. Sasa mnaanza kutingiza tena kama bibi. Sasa inadindwa. Na ilikuwa tu imeamuka vizuri. Hata tu mnatesa tu wazee. Mnatesa wazee. Manguo uko naye 5. Kitambo utoe yote ile kitu amesarenda. Mnarudi tena kutingiza kama vibuyu. Ni wewe tu. Bwana ni wewe tu. Jesus. Unaweza ukaomba sana. Kwanza sipendi hao wasichana wanahangaisha wavulana wetu. Mvulana anakuja sasa mimi nimekupenda. Nice. Kwanza wanachumbiana. Miaka kama 2-3. Yesu. What do you say? Alafu siku huko serious unamwambia sasa situoane, anakuambia ngoja. Allah. Allah. Nikazungumze na Mungu wako. Ungezungumuza kabla ya kuchumbiana. Oh my God. Uzungumuzi na Mungu baada ya kuchumbiana. Ni kabla. Ndio usimpotezee mtu wakati. Oh. Alafu akishasema ati nipe wiki moja. Nikafanye maombi ya kufunga. Asikie sauti ya Mungu inasema nini. Alafu mwanaume pia amengoja Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kifika Thursday anapiga simu, anasema si nilikuambia unipatie wiki ngapi? Friday, Saturday, Sunday. Anajua akipiga asubuhi ataambiwa bado, anapiga usiku. Haya sasa Mungu amesema nini? Ati bado sijasikia sauti yake. Na ninakuhakikishia hautasikia. Nani naeleza wewe? Because you don't seek God's face out of convenience. Hiyo sijui Kiswahili ni aje. Yaani uwezi ukatafuta Mungu wakati tu wewe ndio unataka. Maombi ya kufunga is not maombi ya convenience. Come again. Like I said in the morning, it has got to be a lifestyle. Inakuwa ni tabia ya Mkristo. God forbid. Maombi ya kufunga ni tabia,
sio kitu unafanya tu mara moja moja. My friend. Kama unaifanya mara moja moja, hakuna siku utasikia sauti ya Mungu. Lakini kama ni tabia yako, hata siku ya kwanza ama ya pili ya kufunga, Mungu atazungumza. Oh my God! Wow! Usimdanganye mtoto wa mtu. Eti unaenda kuuliza Mungu. Na unajua vizuri una mahusiano na Mungu. Wale mnaokoka, tokeni kwenye sarakasi. Mwamini Yesu. Liwalo na liwe na liwe na liwalo. Ili neno ukisikia kwa mtu mkoni mani. Mwathani agoso, ndakwira atiriri, Bwana asifiwe, ndakwira atiriri. Nonsense. Hebu wewe niambie, kama hii ndio mahubiri, nani atakosa kwenda kanisa? Na unasikia kabisa watu wana enjoy teachings, watu wamefurahia hadi wanacheka. Wewe uniambie ni nani atakosa kwenda kanisa? Kama Pastor Ray anaamua kuguzia topics kama hizi zenye wewe unasikia, nani atakosa kuhudhuria? Kwa sababu kitu ya kwanza inafaa ujue, hii sasa hapo tumetoka kwa madhabahu kidogo, tumeingia kwa comedy. Na niliwaambia saa hii madhabahu unaona saa hii si venye wewe ulikuwa unatarajia. So lazima uzoee na venye system zinaenda. Hii ni century tofauti. Watu wanataka mambo kama hii. Hii watajaa. Si unasikia kanisa imefurahi, kanisa imechangamka, kila mtu anacheka. Kwa sababu gani? Vitu wanaongelea hapa ni facts. Ndio inaweza sound awkward kwa sababu watu wanasema hapo kanisani, au sijui mbona anasema hiyo akiwa kanisa sio nyumba. Kanisa ni hao watu unasikia wakicheka. Na as long as inawabamba, as long as wana feel comfortable nayo, wacha hiyo ikuwe design. Na unaona Pastor Ray ameshikilia sana. Na hii watu walikuwa wanapenda kusema ati Pastor Ng'ang'a ana rely sana on social issues. Sasa ona, sasa karibu kila pastor anaongea hii design. Walisema sijui Pastor Ng'ang'a, Pastor Mgogo, wote saa hii ndio design. Kwa nini? Wamegundua ina attract traffic, inaleta audience, inakuwa close na teachings zinaendelea kanisani. Sasa unapatana na mtu asubuhi anarasha fika kanisani. Kwa nini? Kwa sababu hataki hii happiness impite. Na ndio mimi nasemanga, kama wewe huwezi fika kwa hiyo kanisa, mimi lazima nikuletee. Na kuletea in full dose. So hiyo mambo ya kunyoa na mambo na selfie, hapo sitaki kuguzia sana. But advice anapeana ni usitumie selfie. Hiyo ni picha mbaya. Fanya mazoezi at least mwili ikuwe stable, ikuwe flexible. Yaani yenye inaweza kukupatia a better chance ya kuview your body. So amepeana nafasi na methods of shaving. Hiyo mambo ingine sitaki kuguza kwa sababu alikuwa ashaguza. Kitu narudia, hii ndio century yenye tuko, na hii ndio teachings, na hii ndio mambo yenye congregation inatarajia.